Ngoja nisome tena. Ni zaidi ya milioni 200. I say, Sama, hebu endeleeni. Haya mambo yanaumiza kichwa. Mnasikia Watanzania? Mnanisikia Watanzania? Mnanisikia? Hapa ni zaidi ya bunge. Msiondoke, msiende kwa Rumaisa saizi mkaenda mkaangalia matako. Mlikuwa mko 3000, nyewe watu 200. Rudini nyewe mlioenda kwa Nabii Tito. Rudini. Au ni nyewe UVCCM mmetoka? Mlioenda kwa Nabii Tito saizi rudini. Mlikuwa 3000 hapa, mmebaki 2800. Rudini. Nabii Tito anafundisha uanisi. Rudini msikilize mayai anayokula rais wa nchi. Anakula mayai ya samaki. Samaki tena anamteua mle ziwani aliye zeruzeru. Inacheka tena kwa mashine. Yachi kucheka kwa mashine. Sikilizeni. Anakula mayai ya samaki. Bado anapiga simu. Nitafutie mayai ya samaki aliye zeruzeru. Kasama, kuna mtu ka comment hapa kaamua kumla Manara. Kuna mtu ka comment kasema kaamua kumla Manara. Unaona? Sasa wewe mwenzangu mimi ambaye unatoka hapa umetunisha misuli yako na makazi yako ya kuuza masumu ya panya. Alafu unakuja hapa nyie mliofungua kabunge eti kutetea. Mna ubavu wa kutetea. Yaani kwenye hili bunge ni zaidi ya elimu. Hamwezi kushindana hoja za hapa. Hapa watu wanakuja kwa fakti, wanaenda Google mayai yanayokula rais. Watu wameenda Google maji yanayokunywa rais. Sasa tutatafuta mpaka vitunguu. Abiri lete vitu. Yuko njiani tu saizi kulikuwa kuna kazarula kidogo. Ana ka meeting kidogo lakini atapanda. Umeona? Mayai ya hatari sana. Labda alikuwa nani anachangia? Atakaye kuja kuchangia jazia na mayai ya zeruzeru. Jazieni na mayai ya watu wameomba ubadilishe hiyo profile, itashusha live. Inashusha vipi sasa? Kuna nini tatizo? Yaani muda mrefu sana. Sehemu gani? Ujue quality ya hiyo mayai inatoka wapi? Ujue quantity wamechukua kiasi gani? Hiyo mayai imetoka wapi? Vile hapa kuna shipping cost. Ujue kwamba hiyo mayai imesafirishwa kwa kiasi gani. Yaani hiyo ni bei ambayo hujajua hiyo mayai imesafirishwa kiasi gani mpaka hapo ufikirie pia market demand, kwamba wakati wananunua hayo mayai yalikuwa bei gani sokoni, kulikuwa na ushindani gani kwenye soko. Fikiria vitu kama hivyo. Vile fikiria location ambayo hiyo mayai imechukuliwa sehemu gani. Kwa hiyo hizo bei tunazoambiwa ni hizo bei ambazo wenyewe wameandika baada ya kuiba, wakaona sasa hiyo ndo bei ya mayai inafaa kuwa hapo. Ndugu zangu wa Tanzania, hiki kituonyeshe tu ni kiwango kiasi gani ambacho sisi wa Tanzania tunaibiwa. Yaani huu msumari uwe ni msumari ambao utatupa sumu, utatupa machungu ya kuweza kujua sisi wa Tanzania tunaibiwa kiasi gani. Fikiria tu hiyo ni ikulu, budget ya ikulu ni kiasi gani. Sasa swali la kujiuliza ni je, hivi unafikiri hata hizi kodi unazotoa wewe zinazoenda sijui TRA wanazokusanya, sijui halmashauri zinazokusanya, zinaenda wapi? Unafikiri je hizi kodi ni kweli zinaenda serikalini? Hapana. Hizi kodi tunakusanya, tunampa Samia na genge lake wanachukua. Hizi TRA sijui ni nini, sijui halmashauri, ni upuuzi mtupu. Hakuna kitu chochote kinachofanyika. Na ukitaka kujua kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinachofanyika, jiulize, miaka na miaka wewe umezaliwa unakuta kodi zinakusanywa. Choo tu ya stendi yoyote ya serikali ya mabasi, hakuna choo pale. Ni choo chafu, ni choo mbovu. Choo tu ya hospitali ambayo miaka na miaka inaingiza pesa, haijawahi kufanyiwa marekebisho. Kama unabisha nenda kwenye choo yoyote ya serikali saizi shuhudia. Maana yake ni kwamba hizi kodi tunazotoa sisi haziendi kwenye mifuko ya serikali. Inaenda kwenye mifuko ya hawa maharamia, ndio wenyewe wanachagua wafanyie nini. Ndio maana unaambiwa shilingi kadhaa zinachukuliwa kwa ajili ya kununuliwa
vitu fulani katika Ikulu. Kwa hiyo hii tu ni wake up call. Hii ni kengele ya kuweza kutuamsha sisi vijana wa Kitanzania tuwe na uchungu wa kuweza kuangalia namna gani rasilimali zetu ambavyo zinaweza kuibiwa. Fikiria tu hicho kitu. Kama hatuwezi kupata uchungu namna gani rasilimali zetu zinaweza kuibiwa na sisi watu kuweza kufanya watu wa chini, hatuwezi kukomboa hili taifa. Lazima kila mtu aweze kupata uchungu. Wale majaji mnaonisikiliza, mahakimu mnaonisikiliza, lazima mnapofika mtende haki. Taifa letu linaibiwa jamani. Mahakimu na majaji mnaonisikiliza, lazima tutende haki ili tuhakikishe kwamba tunaweka taifa ambalo liko katika standard nzuri. Vijana wenzangu, nawaambia Disemba 9 ni siku ya kwenda kulikomboa taifa letu. Tuhakikishe kwamba tunaondoa huu mzizi. Leo nilikuwa napitia hata hizi kesi. Jamani, kesi zipo nyingi mpaka unaweza ukachanganyikiwa. Nilikuwa kwenye website hii naangalia, kuna zaidi ya pending case kama 11 bado zipo ambazo tunasubiri sisi kutoa pesa zetu kwenda mifukoni mwa hawa maharamia. Sasa jiulize, huyu Mwigulu ambaye anasema, kumbuka huyu Mwigulu pia yuko kwenye kundi hili la wezi. Hawezi akaja na kitu chochote kipya. Mwigulu hawezi kuja na kitu chochote kipya kutuambia sisi wa Tanzania kwamba tufanye hivi, kwa sababu yeye ni haramu. Pili, ni mharamia. 3, yuko hapo kiharamu. 4, ni mwizi. Sasa unafikiri atakuja kwa kauli gani? Hakuna kiongozi yote ambao ni haramia na mwizi atakuja kutuambia sisi kitu ambacho kitakuja kubadilisha maisha yetu. Ni kwamba hawa watu hawana nia njema ya kuweza kubadilisha maisha yetu. Hakuna. Hawa wote ni wezi walioko serikalini. Sasa nini tufanye? Jamani, kitu cha kufanya kuanzia saa hizi, nasisitiza tena, tuendelee kufanya uhamasishaji mkubwa zaidi, ili tarehe 9 Disemba kila Mtanzania unayenisikiliza, hata wewe jaji unayenisikiliza, unayetoa maamuzi ya kuweza kuwafunga watu ambao hawana hatia, na wewe unashiriki katika huo uovu, na wewe lazima uweze kutuunga mkono, kwa sababu na wewe pia hauko huru. Unatoa maamuzi kulingana na haram Samia Suluhu anachokuambia kwamba ufanye hivi. Unaona hata majaji wanavyotoa hukumu, wanatoa hukumu kwa kufata Samia ameamkaje, Samia ana mudi gani, Samia anasema nini kuhusiana na hii kesi, Abdullah anasema nini kuhusiana na hii kesi, Mwigulu anasema nini kuhusiana na hii kesi. Lakini atoi maamuzi ambayo kwamba ni maamuzi ya kufata katiba ya nchi inasema hivi, miongozo ya nchi inasema hivi, na sheria zinasema hivi. Wanafanya kwa kufata kile ambacho wanachopenda. Sasa ili tuondokane na huo, ili majaji wetu wawe huru, ili majaji siasa unamalizia, yes, waweze kufuata sheria. Jamani wa Tanzania, tarehe 9 Disemba lazima wote tuamke, tuweze kudai mabadiliko ya kweli, ili tuweze kuirudisha nchi yetu katika misingi ambayo iko mizuri kwa ajili ya taifa letu. Wa Tanzania, haki hailetwi kwenye kisinia. Haki inapiganiwa. Haki inatafutwa. Asante, naomba niachie watu wengine. Wametoa taarifa, wamesema tutayafuatilia maandamano yenu. Leo Abiri wamemwambia Umoja wa Mataifa, wenyewe wamemwambia tutayafuatilia maandamano yenu. Tutayafuatilia maandamano yenu. Sasa tunataka tuinunue sisi kesi. Umoja wa Mataifa wanataka kuinunua kesi. Wamesema hivi, endapo atakufa mtu hata mmoja, alafu serikali ikakana, kwa sababu sisi tutaifuatilia, sisi tutawafungulia mashtaka ICC, sisi kama sisi. Kwa sababu sasa hivi, jamani, hebu tukae makini tujiulize. Hii nchi inadaiwa trilioni 107 na hao wazungu. Alafu mtu anajitokeza hapa, anakuja na kiburi hapa na kuambieni kwamba watu wa nje wasituingilie. Watu wa nje wasiwaingilie, nyesi mtakufa. Mnadaiwa trilioni 107, alafu mnasema watu wa nje wasiwaingilie. Tumieni akili wa Tanzania. Tumieni akili wa Tanzania. Hao wanaosema wasiingiliwe wanadaiwa trilioni 107. Ina maana ni kwamba wao wenyewe ndio wanataka waingiliwe. Kwa sababu nini? Kwa nini wanashindwa kujikontrol wenyewe? Maji wanaenda kunywa wapi? Fiji. Boksi moja linauzwa 700,000. Lina maji 6 tu. 700,000. Lina maji 6 tu. Alafu leo anakuja hapa mtu anapanda, anakuja kutuambia kwamba wale vijana waliokuwa wameshika mashine gani walikuwa ni raia wanaua watu. Wewe Mwigulu Nchemba wewe, yale watu wamevaa majezi ya Yanga unasema walikuwa ni raia wanaua watu. Kweli nyi wa Tanzania wekeni comment.
Hili ni bunge hili litazamwe dunia nzima. Nani hapa kuna watu wa UN wameweka kabisa hili bunge wanalitazama. Wengine wamebadilisha mpaka lugha, wameweka translate, wanatusikia tunachoongea. Wale vijana watatu waliokuwa wameshika mabastola, machine gun, Mwigulu Nchemba anadai wale ni raia walikuwa wanaua askari. Alafu na nyie mmekaa hapa mnakubaliana na hao. Sasa hivi CCM wametambaza pesa kwenye mitandao kushindana na hoja zetu. Hoja zetu hawawezi kuzifikia hata kwa dawa. Wametengeneza TikTok huko vya kijinga vina watu 20 tu, vikisema kwamba wapambane na sisi. Tunapokuwa tuna paralyze utalii na wenyewe wanakuja eti wanausapoti utalii. Nendeni kwenye mashirika ya ndege, Emirates, KLM, Talc, yote tumeyatumia barua. Tumeyaambia vipi yale mashirika? Tumeyaambia vipi kuanzia tarehe 9 Tanzania hakukaliki. Tutakuweko sisi kwenye maandamano ya kudumu. Msirete ndege zenu. Nendeni mkaangalie kwa Emirates, ambaye anabisha aenda kaangalie Emirates. Wameshaambiwa kuanzia tarehe 1 hakuna usafiri wa kwenda Dar es Salaam Tanzania. Nendeni kwenye website ya Uingereza mkaangalie. Uingereza wameshasema kuanzia tarehe 1 hakuna Muingereza kwenda Tanzania isipokuwa dharura tu. Dharura mnazijua, nilisema asubuhi. Labda Muingereza anataka kutibiwa na manyaunyau, hiyo ni dharura. Ameshindwa madawa yake ya Ulaya huko, anamtafuta manyaunyau aende Sumbawanga huko. Hiyo ndio dharura, ndio Muingereza anatakiwa katibiwe. Kwa hivyo hii nchi ni yetu sote, sio ya Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba tukimtoa hapo madarakani, tukamuuliza umekaa muda gani kwenye bunge, tukipiga utajiri wa Mwigulu Nchemba na muda wa kukaa bungeni aviwiani, ina maana afungwe. Kwa sababu tumeona kashfa ya Ikulu hiyo, maji tu wanakunywa ya shingapi. Na mmesikia kashfa ya Ikulu, bajeti ya mwaka, hizo pesa hazitabiriki. Akawaambia Abili, zipigeni kwa miaka 10 atakaokaa madarakani. Si nchi imefilisika? Nchi itakuwa imefilisika. Tujifunzeni kuwa waadilifu jamani. Tusiwanganganie waandamanaji tu ndio waovu. Waandamanaji sio waovu. Mmewaita majina mengi ya ovyo. Mmewaita kwamba ni wafata mkumbo. Yaani mmewatengeneza wananchi wawe wajinga, mnawaita wafata mkumbo. Kwanza mliwaita ni wanani, sio wa Tanzania. Leo mnasema wanapewa hela na NGO. Na nyie mnaokuja na sera kwamba watu wa nje hawafai, wanachochea fujo. Tengenezeni na nyie mazingira ya kuwaonyesha wale watu wa mle ndani kwamba wanawapenda. Tunapendwa watu wa nje kwa sababu zifuatazo. Nitatolea mfano Zanzibar. Zanzibar 70% wanakula kwa watu wa nje. Zanzibar 40% karibu tuseme 40 watu wanakula kwa pesa za nje. Ndugu zao walioko Ulaya ndio wanawalisha. Mimi ni mmoja wapo, nimeishi pale, nilishuhudia. Tunakunywa chai kwa pesa ya kutoka Uingereza. Asubuhi tunaamka tunakwenda Stone Town kupanga foleni kwa Said Maka kuchange euro ili tukanunue boflo. Ili tukanunue maboflo ya tukatekate vipande tukale. Ela tunaisubiri toka Uingereza. Muulizeni Mzanzibari yoyote pale, nguo za sikukuu zaidi wanatoa wapi pesa? Wanatumiwa na ndugu zao walioko nje. Ukiniambia leo warudishe Wazanzibari wote wakabanane pale Zanzibar haitatosha. Kwa hiyo wale ndio wanaifanya, wanaikontrol Zanzibar. Mitumba yale friji, makontena na makontena yanatoka nje kwa hao mnao watukana kwamba wachochezi. Sio wachochezi, wale wana uhuru wa kuongea. Tofautia mchochezi na uhuru wa kuongea. Tunapoongea sisi tuna uhuru. Mimi naweza nikaongea tani yangu ninavyojisikia, lakini wa nyumbani hawezi. Mnamfuata, mnamuua. Mfano Mdude ameongea, mmempoteza. Soka ameongea, mmempoteza. Mimi hamjanipoteza. Amuoni utofauti hapo? Mdude mmempoteza, Soka mmempoteza, Alikibao mmempoteza. Mimi hamjanipoteza, lakini ninasimamia maadili ya Mdude, ninasimamia maadili ya Alikibao. Kwa sababu mwezi kunipoteza, siko hapo.
lakini maneno yangu yanawahamasisha watu wautafute ukombozi. Ndio maana hiyo. Kwa nini msirudi kuandamana? Nitatoa mfano mwingine. Amerudi ndugu yetu kutuwakilisha kuandamana, mmemuua, sijui yuko wapi. Amerudi ndugu yetu Polepole kutuwakilisha kwenye maandamano, mmemfanya nini? Tuwaulize sasa, si mnataka turudi? Aya, Polepole karudi kutuwakilisha sisi wote tulioko nje, mmemfanya nini? Nijibuni, mmemfanya nini? Kwa hiyo mnataka warudi ili muwaue? Acha waongee, wawafungue ubongo wa Tanzania. Namaliza na hii hapa. Watanzania mnawanyima elimu nzuri kama ya Wakenya kwa sababu zifuatazo. Amtaki wasome mamikataba yenu kwa sababu mnajua Watanzania hayajui Kiingereza. Ndio maana mtaki kuwapa elimu ya Kiingereza kuanzia shule ya msingi, kwa sababu mkiwaachia mkawafundisha Kiingereza, ndani ya miaka 10 hakuna tena CCM. Kwa sababu watakuwa wanaisoma mikataba, wanaielewa. Watasoma maupuzi yenu, watayaelewa. Wataingia kwenye mawebsite, wataangalia mauozo ya kununua maji Fiji, watayaelewa. Ndio maana mnawapa hiyo elimu yenu ya kipumbavu ya karudi baba mmoja kavimba yote mapaja. Hiyo ndio elimu mmeona kwamba ya kuwatosha Watanzania. Mkizidisha sana sizitaki mbichi hizi. Hiyo ndio elimu ya Watanzania. Utamfundishaje Mtanzania karudi baba mmoja kavimba yote mapaja? Mfundisheni Kiingereza kama mnapowapeleka wa kwenu Mwigulu Nchemba. Aanzie darasa la kwanza, asome Kiingereza. Mmengangana na kavimba yote mapaja. Mandenge na Mandawa, mala ubavu mmoja ukatoka pu. Mnawadanganya Watanzania kwamba mtu akishiba mbavu inachomoka. Elimu ya kipumbavu na ya kizandiki ya kwamba mtu ukishiba ubavu mmoja unatoka pu, kama mlio wa risasi mlizoua ndugu zetu. Uwezo mimi ukaniambia uongo wa hivyo, siwezi kushiba mimi nikachomoka mbavu. Ni ndio elimu mnaowafundisha Watanzania, kwa sababu ni mabumunda. Ndio hayo mmeyatengenezea TikTok sasa hivi yanadanga. Yale mnayoona kwenye TikTok ni yale ya karudi baba mmoja kavimba yote mapaja. Yale mnayoona nafungua TikTok, yale yanayofungua saizi live za TikTok ndio hayo. Mandenge na Mandawa, ubavu mmoja ukatoka pu, ndio elimu yao. Sadiki jogoo linabeba mtu kwa mdomo. Ndio upumbavu mnaotaka. Kawafungulieni live zao huko. Jogoo linabeba mtu. Wapelekeni huko. Hatutaki upumbavu huo sisi hizi. Bunge letu hapa ni watoto waliokwisha jua nini maana ya nchi yao. Ndio maana tuna msomi anaitwa Abil, tunajifunza sisi, hata sisi sasa hizi tunajua uchambuzi wa nchi yetu. Hatutaki Mandenge na Mandawa hapa sisi. Wapelekeni huko kwa kina Sadiki, mkawabebe watu kwa midomo ya kuku. Hapa sisi tunapiga nondo za nini nchi yetu iende. Haiwezekani mnachagua spika wa bunge wakati yeye anajikana uraia wake. Haiwezekani mnachagua rais ataki kunywa maji ya nchi yake. Alafu Mwigulu Nchemba unasimama kabisa unawaambia watu mliowaona wamevaa kiraia ni raia waliokuwa wanaua watu, walikuwa wanaua na polisi. Pumbavu huo unataka kutuletea sisi huu? Mtu ameshika magobole yale mnatuambia wakati ziko satellite. Mwigulu Nchemba kuna satellite saizi. Usitudanganye sisi sasa hivi, utatudanganya nini? Kuna picha za satellite zinaonyesha namna wanavyofanya mashambulizi, namna wanavyoua. Unatudanganya kwamba wale waliokuwa wameshika bunduki ni raia waliingia na wajui Kiswahili unaua watu. Hebu acheni kugeuza mambo. Sisi tunawatoa madarakani. Tutawatoa, tutafanya maandamano ya kudumu yasioisha leo na leo, kesho na hayatakwisha. Tumepewa ulinzi wa balozi zote za Tanzania. Tumepewa ulinzi wa mashirika yote. Hatutaua hata sisimizi, hatutachoma hata hilo duka. Si ndio mnasema hivyo? Kwanza nikurudisheni kidogo. Upande wa uchomaji sio tatizo. Tumeona Nepal wamechoma na hawajauliwa. Morocco wamechoma mabenki zaidi ya 5 hawajauliwa. Tumeona Nepal Peru hawajauliwa hivyo. Ufilipino hawajauliwa hivyo, na tena rais dikteta. Mexico juzi hatujaona uaji wa hivyo. Itakuwaje Tanzania tu mmetumia nguvu ya kuua vile kataifa ambako mnakasema ni maskini? Kwa nini nyie mmetumia nguvu ya kuua?
Nepal pamoja na fujo lote ile walikufa 32 tu na uchomaji wa mamoto ule. Moroko na uchomaji wa mamoto ule na mabenki na mabomu manini wamekufa sui hawafiki hata 40 na idadi iliyokufa wengi Moroko ni polisi. Hebu fikirieni. Sisi mnaenda kutuulia watu 10,000, mnazinyima na maiti zao, mnawachoma na magesi. Jana tumeona wanachomwa kwa gesi. Satellite zipo. Mwigulu Nchemba, tuna satellite jana wakati mnateketeza miili ya watu kwa gesi. Jana satellite ipo, video ipo. Wataalamu wa ile video wataleta sasa wakati mnachoma. Lakini video ipo, nadhani jana watu mmeiona. Mnachoma maiti. Na kuna video ya hatari kabisa, kaeni nayo, mnajua sisi mnasikiliza. Sikilizeni, hii hatuitoi. Hii tutaitoa The Hague. Kuna video ambayo tunayo, ambayo anayo bwana Abil, ikimuonyesha Al-Meri, yule anayemlinda rais, akiua vijana dozen kwa machine gun kwa mkono wake mwenyewe, akiwateketeza ndani ya jumba mateka. Hiyo video ipo na bwana Abil anayo. Tumeogopa hata sisi kumwambia itoe, kwa sababu alivyoanza kuhadisia akaangua kilio kama wakina mama. Kama mmeshaona mama wa Ukerewe analia kilioni. Wakerewe mnajua mnavolia kwenye vilio. Aliangua kilio. Tukamwambia basi baba acha. Utaipeleka The Hague, ICC. Ameshika machine gun, anapasua vichwa vya Watanzania waliokuwa wameandamana. Sasa halafu mje mtuambie eti kwamba ni ya AI. Tangu mmefuma hako ka kitu AI mnajisemea na Limlilo eti AI, eti Limlilo linaangalia satellite mbinguni. Yeye na Charamira. Eti satellite ya CNN eti anaitazama mbinguni hivi. Subutu, mtaiona vipi? Mtaiona vipi? Mtaiona vipi? Mwezi unazunguka dunia. Dunia inazunguka jua. Orbit iko pale. Wewe Charamira utaiona orbit wewe. Wewe Mlilo utaiona orbit huko. Hii ni cheke kwa mashine. Samahani, bunge kidogo linafurahi kama Ndungai alivyokuwa yeye na Sugu. Na sisi bunge letu linafurahi. Na cheka kwa mashine. Sorry. Sio mbaya. Hatuhitaji nguvu kwenye bunge letu. Tunacheka kwa mashine, tunafurahi zetu. Karibu mchangiaji mwingine, ujikite kwenye ile hapa. Kweli, okay, sorry. Nimeletewa taarifa kutoka kwa Abil sasa hivi ndani ya dakika 2. Anasema mlioweka hela bank, kazitoeni pesa, karibuni watafunga kila kitu. Mlioweka pesa benki, nendeni mkatoe pesa zenu benki, watafunga kila kitu. Watafunga kila kitu. Hii ni taarifa imekuja sasa hivi. Na taarifa nadhani mmeziona. Nchi imeshaishiwa pesa, ndio maana Mwigulu Nchemba amesema hakuna sherehe tena. Ile ni uongo, ni kuparalyze. Ile ni uongo, hawana hela. Hii ni taarifa ya kweli. BOT, katoeni pesa vijana. Ni taarifa ya kweli. Labda niisome kwa mujibu wa yeye. Maana nikisema hivi na mimi nachekesha, mkasema labda hii jamaa linasema uongo. Inasema hivi: Blaza Sama, sisitiza Watanzania watoe pesa zao na wafunge account na wafunge account. Kwa sababu BOT karibuni tunafunga kila kitu. Kazi kwenu. Moderator unaweza kaendelea. Juu mwanga una alafu nyie mnaokuja na comment nani moderator mnafanya nini? Safisha kijiji. Natembeza njugu Sama, natembeza njugu wala usiwe na hapo, nipo hapa. Tembeza njugu. Hili ni bunge lenye msimamo, hili ni bunge linapata haki. Hapa sio Mwigulu Nchemba, hapa tunadanganya watu wameshika bastola, anadai kwamba ni raia. Hapana. Hapa sisi tuko na msimamo, tunafata haki. Si hapa hatupati amani, tunafata haki. Amani itakuja automatically. Sawa, malizia sekunde piga nyundo kabisa. Sekunde 30 user.
Okay, Nuru basi endelea. Nuru basi endelea. Sawa, pipi nani user malizia sekunde 50. Point yangu ni kwamba kadri tutakapozidi kufumbia macho yanayoendelea nchini, jua kwamba hizi mbegu zimepandikizwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kila anayekuja anapewa kijiti aendeleze pale anapotoka yule alipotoka. Ushanifahamu? Kwa hiyo usipopigania uhuru wa nchi yako sasa hivi, basi jua unazidi kuendeleza ule ukandamizaji ambao unazidi kuendelea nchini. Na ndio maana unaona Wakenya wanazidi kupaza sauti. Yule Larry wa CNN kapaza sauti vya kutosha. Wanajua ikitoka Tanzania mmoja kaweza, kama Tanzania imewezekana kufanywa hivi, basi na Kenya pia itawezekana. Mwisho siku unaikuta East Africa yote hatuna sehemu tunapopata msaada. Kwa hiyo ukiona uovu wote unaofanyika sehemu yoyote, usijali status yako katika hiyo nchi, usijali chochote, pesa zako, uwezo wako, unatakiwa ukemee haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo hao watu maarufu sijui na nani, achaneni nao, tarehe 9 ndo target. Shukran sana. Okay, Zaki karibu, alafu tarudi kule kwenye bunge kubwa. Zaki karibu, dakika zako 3. Okay, asante. Mimi ningependa kuchangia kwamba tangu is live nimeenda kufanya homework na nini. Sasa jana nilifuatilia ni katika kampuni za Tanzania. Kuna kampuni inaitwa Azure Company, kwa ambao wanaishi Zanzibar wanaifahamu, iko Michumvini na kuna sehemu mbalimbali inajenga nyumba. Hiyo kampuni ukiangalia inajenga nyumba ambayo inaanzia $340, dola 340,000 nyumba zinaanzia hizo bei, na washajenga karibia sehemu 2 au 3 Zanzibar wanatengeneza. Lakini sasa jiulize, hiyo kampuni imesajiliwa Zanzibar kwamba ni kampuni ya Zanzibar na imesajiliwa kama private company. Private company maana yake kwa sheria ya Tanzania inabidi kuwe at least 50% ni wa Tanzania ambao wanamiliki hiyo kampuni. Ukiangalia hiyo kampuni wameweka kwamba ina viongozi 4, lakini karibia 3 au 2 wanasema kutoka nje ya nchi, lakini wengine hawaonekani au shareholders. Na katika hiyo kampuni yao ambayo inafanya kujenga hizo residence na nini, wanatakiwa wakodi kama ardhi. Kampuni imekodi ardhi kwa miaka 99. Mtu anatakiwa kununua ana ardhi uwezo wa miaka 99. Lakini ukiangalia katika forums of investment Zanzibar haitakiwi kuikodisha hiyo kampuni kwa mara ya kwanza miaka 99. Kwa hiyo 33 then ije miaka 66 then ije miaka 99. Then ukifuatilia zaidi, ukiangalia sasa kwa mtu ambaye anataka kwenda kuangalia, ingia AI ChatGPT tu, uliza kuhusu hiyo kampuni, alafu uliza mikataba ambayo inaonyesha hiyo kampuni imenunua ardhi Zanzibar pamoja na ambayo imelipa kiasi gani hiyo lease ya miaka 99. Hakuna kwenye database yoyote. Ukiuliza AI zote itakuletea ni kwamba hizo information na document hazionekani. Na hata ambao ni shareholder 2 wa ziada hawajulikani. Hakuna sehemu yote wanajulikana. Hata ukienda LinkedIn wanaonekana 2 lakini wengine hawaonekani. Na sio hiyo tu, ni kampuni nyingi Zanzibar na Tanzania ambazo zimesajiliwa na watu ambao hawajulikani, ambao watu wengi ukifuatilia nyuma yake ni watu wa serikali. Ndio mambo hao kama magari ya Esther na nini, wamesajili wake zao, watoto wao na wengine. Kwa hiyo kama mtu anataka ile swali, nenda mwenyewe ChatGPT, ikitajwa hapa kampuni yoyote andika, na hata Kiswahili itakuletea majibu yote na mpaka linki za kwenda kusoma na kuzifuatilia za kampuni. Hiyo kampuni inaitwa Azure Company Michumvini au Michumvini, sijui nimesahau jina lake. Kwa mtu yote anaweza kwenda kuangalia. Asante. Shukran sana and God bless you. Umetumia dakika vizuri na umeenda vizuri. Okay, unajua mimi huku unajua karibu Nurwe, huku kwangu unajua imeganda. Huku kwangu imeganda. Alafu huku kwangu imeganda. Alafu moderator anataka kulala. Moderator yuko Tanzania. Alafu Kakasema nipe mimi nikusaidie. Sasa kama imeganda hapo unajua Sama, ngoja sioni kitu. Ngoja nikwambie, yani Sama hapa moderator. Nilisikia
Kingine Sama, inakuwa ni nzuri zaidi kama unakuwa unapandisha wewe watu, kwa sababu ndo key holder. Inakuwa ni nzuri kuliko kusema moderator fanya hivi na hivi na hivi na inakuwa ni nani sana. Iko hivi bwana Nuru. Bwana Nuru na kaka nani Sama. Nimeshindwa sioni. Mimi niwahakikisheni kwamba tuko vizuri, tuko salama sana, maana nimetembeza njugu, nimepewa hoda, nimetekeleza. So wewe unataka kuandika tena upuuzi, ongeza. Na wewe ambao bado unafikiria kutaka kuandika chochote kile kinachomkejeli mchangiaji au hosti au Nuruvazi au Jay au siju Jacqueline, hebu subutu uone na kublock kabisa, na utoka ufunguliwe kabisa na Sama. Haya bana, ni hayo tu. Unajua nini? Unasikia